Ni dakika 90 zimetamatika katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara, Kariakoo Derby watani wa jadi, mechi ikipigwa katika visiwa vya Marashi ya Unguja. Kule ni katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Ilikuwa ni kati ya wenyeji ni Young Africans dhidi ya mnyama Simba Sports Club, na dakika 90 zimetamatika na zile tatu za mwamuzi Nasoro Mwinchui kuzitamatisha katika dimba la New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Moja kati ya mechi muhimu ama mechi ya kuvutia, mechi ambayo watu wengi walikuwa kila mtu ameingia na matokeo yake, lakini isivyokuwa bahati dakika 90 zimeweza kuamua kwamba mchezo huo wagawane alama, kwa maana ya alama moja, kwa maana mechi imetamatika ni 0-0 katika dimba la New Amaan Complex Stadium pale visiwani Zanzibar. Moja kati ya tukio ambalo lilikuwa likifuatiliwa Afrika Mashariki na Kati, Kariakoo Derby watani wa jadi hawa, mmoja wote hawa akitokea Tanzania bara, mmoja akitoka katika mitaa ya Twiga na Jangwani, lakini mwingine akitokea katika mitaa ya Kariakoo Msimbazi. Na huu hapa ni msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara leo tarehe 1 mwezi wa 3 2026, baada ya mchezo huu wa Kariakoo Derby watani wa jadi, na nafasi ya kwanza bado ameendelea kusalia yule tena ambaye alikuwepo kwa muda mrefu. Huyu ni Young Africans, yeye akiwa na alama 29 akiwa amekwisha kucheza michezo yake 11, lakini JKT Tanzania anaendelea kusalia nafasi ya pili akiwa na alama zake 28 akiwa amecheza michezo yake 17. Simba akisogea katika nafasi ya 3 akitoka nafasi ya 4 akiwa na alama zake 24 baada ya kutoka sare na Young Africans akiwa amekwisha kucheza michezo yake 11, lakini Pamba Jiji akisalia nafasi ya 4 akiwa na michezo yake 14 akiwa na alama zake 23. Azam FC akisalia pale nafasi yake ya 5 akiwa na alama zake 22 akiwa amezivuna katika michezo yake 10, lakini pia Namungo Football Club akisalia nafasi ya 6 akiwa na alama 21 akiwa amecheza michezo yake 16. Dodoma Jiji akisalia nafasi ya 7 akiwa na alama zake 21 akiwa amecheza katika michezo yake 16. Lakini Mtibwa Sugar yeye amesalia nafasi ya 8 akiwa na alama zake 21 akiwa na michezo yake 16. Mashujaa FC wao wakiwa nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 17 akiwa amecheza michezo ya 15. Singida akisalia nafasi ya 10 akiwa na alama zake 16 akiwa amecheza michezo yake takriban 10 tayari. TRA United akisalia nafasi yake 11 akiwa na alama zake 16. Coastal Union akisalia nafasi ya 12 akiwa na alama zake 15 na amekwisha kucheza michezo yake 15. Mbeya City akisalia nafasi ya 13 akiwa na alama zake 13 akiwa amecheza michezo yake 14. Tanzania Prison yeye akisalia nafasi ya 14 akiwa na michezo yake 14 akiwa na alama zake 12. Fountain Gate akisalia nafasi ya 15 akiwa na pointi 12 akiwa amekwisha kucheza michezo yake 14. Na mwisho ni KMC yeye akisalia nafasi ya 16 akiwa na alama 8 akiwa na amekwisha kucheza michezo yake 16. Hivi ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League baada ya Kariakoo Derby, Young Africans akiwa mwenyewe ikimkaribisha mnyama Simba Sports Club, lakini pia licha ya goli ambalo limekataliwa, mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga akisema ni offside baada ya Selemani Mwalimu kufunga lile goli kwa kichwa, lakini pia akaja kamalizia na mguu, lakini yeye mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga kwa madai yake yeye amesema kwamba ni offside. Lakini wewe mtazamaji, najua kwamba umekuwa na ama una jicho lako na yeye pia, lakini toa maoni yako, tuambie maoni yako. Je, ilikuwa ni goli halali? Pengine mechi hii ingetamatika kwa wageni wa mchezo huu leo ambao ni Simba Sports Club, ambao wao walikuwa pengine wangeondoka ama ndo kwa maana washindi katika mchezo huu wa Kariakoo Derby uliochezeka katika dimba la New Amaan Complex Zanzibar, na derby nyingine kwa maana nyingine tena ikitolewa Tanzania bara hadi kutoka kwa maana ya kusafiri kuvuka maji hadi katika visiwa vya Marashi ya Karafuni kule Unguja visiwani Zanzibar, katika dimba la New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Full time katika dimba la New Amaan Complex penye 0 ni wenyeji ambao ni Young Africans, lakini pia penye 0 nyingine ni kwa wageni ambao ni Simba Sports Club. Hili ni Nyako TV, endelea kutufollow kule katika mitandao yetu rasmi Instagram pamoja na TikTok, jina moja la Nyako TV. Mireto official Mutra Msanawaji, Instagram unapatikana kama hivyo official Mutra Msanawaji.